Mungu Mfalme Zumaridi. Mungu wetu ametulisha nafsi zetu. Nani ana furaha kwa siku njema ya leo? Malkia Mfalme Zumaridi. Hakika watumishi wa Mungu tumepata Mungu. Hatuna budi kujivunia. Tegemeeni kufanyika mambo makubwa duniani. Tanzania hii, Watanzania wote na viongozi wote walio ndani ya Tanzania, Tanzania wote na viongozi wote wa sekta mbalimbali waliomo ndani ya nchi ya Tanzania wategemee mambo makubwa na magumu ambayo hawakuwahi kuyafikiria katika fahamu zao ndani ya nchi yao ya Tanzania. Wao watumishi wa Mungu ndivyo ilivyo. Wategemee na ongera tanguza message huu ndio utabiri. Viongozi wote waliomo ndani ya nchi ya Tanzania wategemee mambo makubwa katika nchi yao. Yaani mambo makubwa tena ambayo yatawafanya jivunie kuwa viongozi ndani ya nchi ya Tanzania. Ndivyo ilivyo. Sisi bado tunaelekea kwenye maombi takasa dunia. Ailibe mfano. Hii ndio watumishi wa Mungu. Hiki ni kipande ambacho kirushwa kwenye madhabahu yangu mimi ya maombi kwa nje. Kinatafuta wana maombi hata mmoja aondoke afe. Yaani naona hiyo ni mdogo tu. Lakini jinsi kilivyokuja kuanguka pale ni kama bomu. Yaani ililia kama bomu. Yaani bomu kabisa tu kama bomu, lakini kwa angalia kitu. Walipenda kuzunguka wakakuta ameshakauka. Pale amekauka. Watumishi wa Mungu. Mungu akamtoa Mama Petro katika ulimwengu wa roho. Akampeleka kwa yule aliyerusha kipande. Akawakuta wako watu 6. Wanajadili maombi kutakuja kwamba wachukue mwana maombi yule wamuue. Yaani afe kabisa mwana maombi afe atoke kusudi maombi yale tuyaidishi. Wachawi. Kipande kinakauka. Hiki hapa. Yaani wale wanaojenga pale walikiona kabisa kinavyoenda kinapepea katika katuli kabisa. Wakakiona hivi. Paki hivyo lipuka kama bomu wala wanaojenga. Nani alishuhudia mjengaji? Hawa. Walishuhudia kabisa nikiwa inaenda nzima hivi. Inapepea inawapita pale. Inaenda sasa pale kwenye eneo la tukio. Kwenye mazao yangu inakuwa naombea. Ikafika ikakota pale kagonga. Ikakauka. Ililipuka watumishi wa Mungu kama bomu. Zumaridi akainyausha mlavi pale. Wala nisubutu mimi usinisubutu. Mimi sio mtu. Usione nimeshika mic hapa sasa ninaongea nikikubadilikia. Nikikugeukia, nikigeuka nikibaki fa. Nikiingia katika Mungu walo. Na halisha paka yako imejaa. Haile mfano. Sasa kikitoea kimekosa. Nya kabisa. Umekauka. Kwenye mguu. Umefunga akanikamia. Nya. Hebu sasa elezea wewe hii. Ndio mjue kama mnalindwa kwa maombi ya mfalme. Kuna kitakacho kuzuru. Eleza mtumishi wa Mungu. Atukuzwe Mfalme Zumaridi. Amen. Nami nasikia sababu kumshukuru Mfalme Zumaridi. Siku ya Ijumaa tulipotoka kwa mfalme pale kufanya kazi tukarudi nyumbani. Baada ya kurudi nyumbani tulifanya shughuli zetu tukamaliza tukaenda kulala. Tulipoenda kulala nililala nikaa nimepitiwa usingizi. Ghafla nisikia kama kuna kishindo kikubwa kimepiga kwenye banda la kuku hapo nyumbani kwangu. Yaani ni paa kwa nguvu kama alisikia kishindo kikubwa sana kinapiga kwenye banda la kuku. Sasa nikawa nimeshtuka usingizini nikawa nasikiliza kuna nini nje. Kidogo tena ikapiga tena kwa pili. Yaani kapiga kishindo kikubwa tu kama vile mtu amebamizwa. Nikanyanyuka kitandani nikawa nasikizia hivi. Sasa baadaye kidogo nikawa nasikia imepigiza kwenye bati la nyumba yangu ambayo ndo naishi. Ikawa imeshuka imedondokea chini alafu ikatua tena juu ya bati la choo. Imetoka huko kashuka tena chini
nikasikia paa juu ya dirisha pale nilikolala mimi kitanda changu. Sasa baadaye ikapiga tena ikashuka chini, kushika tena mara ya pili, ya tatu ikawa imesimama kwenye dirisha. Sasa nikawa nasikia kishundo kama kile ndege inataka kupaa afa inakataa inadondoka pale pale. Basi nikanyanyuka, nikatoka kwenye neti. Nikafika kwenye neti, nikaenda pale mpaka dirishani. Nilipofika dirishani, nikafungua pazia nikakuta ni njiwa limesimama hapo. Nimesimama hapo nikamsihi Zumaridi, nikasema baba nisaidie, kama ni kibaya basi situkute. Nikasimama kwa dakika 5, nikaenda kwenye chumba cha wadogo zangu wa kiume. Nikaenda nikawaita. Nikamuita Antanasi, njoo uje uone kuna ndege ametua hapo. Akaja sasa, alipokuja akachunguza, akasema mbona kweli ni njiwa? Sasa tufanyaje? Nikamwambia tumwagie ile maji ya Mfalme Zumaridi. Fungua dirisha upande huu, mimi nizunguke kule, uvute tu kioo. Mimi nitamwaga maji kwenye dirisha, kwenye wavu ile dirishani. Akasema sawa. Akawa amevuta upande mwingine, mimi nikachukua ile maji namrushia sasa. Nikajua kama ni ndege atakimbia, namrushia anashtuka tu yani aondoke. Namrushia mara ya pili anashtuka tu anajaribu kunyanyuka aondoke. Umeganda. Mpaka ya tatu sasa akawa bado tu yuko hapo. Tukasimama hapo, nikampigia jirani yangu Mama Sara yule Mjaluo. Sasa akawa pokea, nikasema basi tumpigie Rebeka tumsikie. Tukampigia Rebeka, tukampigia Rebeka, ilikuwa ni saa 7:30 usiku. Sasa Rebeka akasema mtumishi wa baba umeongea maji ya mfalme? Akasema ndio tumemwagia. Sasa basi kama umeshamwagia hawezi kuondoka. Mshike, kama hutamuogopa mkamate afu umweke kwenye ndoo mfunikize, kesho asubuhi mlete kwenye ramani. Akasema amini. Inabidi niwaambie wadogo zangu sasa tuzunguke kule nje tukamkamate. Tukatoka nje. Tumetoka nje watatu wote tukazunguka. Mimi nimefika hapa nilimshika tu kama vile kama ndege aliyefungwa tu, lakini hajafungwa. Nikamshika tu akikimbia. Alikuwa amekamatwa na maji. Baada ya hapo nilimshika, nikampeleka, tukaenda tukamweka kwenye banda la kuku, tukamfunikiza na ndoo mpaka asubuhi. Na tuliweka jiwe kubwa tu, tukajua labda amekufa asubuhi ya kufa. Basi nikamchukua asubuhi jana nikaja naye mpaka baada ya kumweka sasa tukarudi kulala. Tulipolala kama dakika 5 kuna upepo ulivuma mkubwa, yani ni kama vile nyumba ambayo haina bodi wala kitu chochote, imepita kabisa, ni ndani yani. Mpaka nikamwambia mdogo huu upepo umekuaje? Upepo kitu kingine? Akasema huyu mdogo wangu ambaye ni mgonjwa nilileta juzi hapo. Nikamwambia dada, hiyo upepo hata si naiogopa. Kama amejikunja sasa yeye kwa uoga. Walijia huyu. Walijia baba, walijia. Sasa baada hapo tumekaa, nilikuwa macho mpaka saa 11. Ndio nikaja kupitia usingizi. Na yule mtoto akamba ambaye ameonekana kwenye ramani kwamba amekuja kupata yule mdogo. Hakulala siku mpaka saa 11 asubuhi ndo akasinzia. Wao walivyokuja kwenye ramani sasa wakaonekana kwamba huyu njiwa alimwijia mtoto wake na huyu mdogo. Kwaona Yesu yule mtoto hakulala. Umeona? Ina maana alikuwa amefuatwa na njiwa huyu sasa. Baada ya kuja kumleta njiwa kwenye ramani, akaonekana mtoto angeuawa. Lakini kwa nguvu ya Zumaridi huyu akafika akatua pale akakamatwa. Hiki ni kitoweo kinatakiwa kikachinjwe, kiliwe. Yaani ukifika nyumbani, nesi yuko hapa. Au mzee nyumbani. Yaani tunza hapa. Yaani balekani yuko hapa. Naenda kula, mimi nakula. Weka huko. Mbarikiwe na Mfalme Zumaridi kanisa. Amen. Kanisa oye! Zumaridi safi! Siku ya Jumapili mimi naomba nitoe sadaka mbele za Mungu kwa habari ya maombi ya wiki hii. Lazima nitoe sadaka. Maana mimi naujua mlango wa Mungu. Napokuwa natoa sadaka, Mungu anazidi kuinua zaidi na zaidi. Naomba siku ya Jumapili nitoe sadaka. Nitatoa sadaka. Nitaomba watoto wote, yaani natoa sadaka ya shukrani ya watoto. Siku ya Jumapili naomba watoto wote wale hapa chakula. Kipimo chakula watoto wetu wote wanakuja ndani. Haijui Mfalme Zumaridi. Natoa kilo 70 za mchele kwa habari ya watoto wote wa humu ambao watakusudia siku ya Jumapili. Natoa shukrani ya kurudishia nafsi zao, ya kuwarudishia nafsi watoto wetu.
Kwa hiyo natoa sadaka ya kumshukuru Mungu kwa habari ya kutukombolea watoto wetu na kuwapa nafsi zao. Kwa chakula cha mchana cha watoto wote ambao nimewashika mkono hapa, wote naomba mwalete, maana natoa shukrani kwa kila ambacho Mungu amewatendea. Na nisikia wazazi, natoa mimi sadaka ya kumshukuru Mungu kwa kile ambacho amekifanya Mungu katika ulimwengu wa roho juu ya watoto. Amen. Kwa watoto wote ambao wamekuja hapa leo Jumapili, napaswa waje wale sadaka ya kumshukuru Mungu, kusudi Mungu Baba awaimarishe sasa kupitia nini? Ile sadaka ambayo mimi Mungu ninaitoa kwa watoto wangu. Amina yenu. Mama mwenyekiti upo? Mama mwenyekiti, hiyo kazi na mama mwenyekiti na watu wake sasa kupika. Nitamwambia, mtampigia simu. Kilo 70 za mchele, nyama kidogo na maharage. Watoto wale chakula cha mchana, sadaka naitoa mimi mbele za Mungu mimi mwenyewe, ili Mungu anione kabisa kama nimepokea kwa kitendo ambacho amekifanya kwa baada ya kuwarudishia watoto wetu, na sijapokuwa ameturudishia wote. Lakini mimi nalenga kwa watoto wetu ambao wako mashuleni, ambao bado hawajaingia mashuleni, ambao nimewashika mkono hapa. Kwa chakula cha mchana Jumapili watakula hapa. Hiyo ni sadaka. Kwa hiyo mnatakiwa mwalete watoto waje wale kile chakula, sio chakula. Sio chakula kile, ile ni sadaka. Inakwenda kufanya kitu ndani yao. Mbarikiwe na Mungu ndani ya ufalme wa Mungu. Sadaka ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo na wewe sasa mtumishi wa Mungu ulionao mkononi mwako, na unakuja kushukuru. Mfalme ametoa sadaka ya watoto wote. Na wewe sasa ulichonacho kwenye mkono wako unakuja kusema asante Baba, umeturudishia nafsi zetu kupitia masomo, kupitia nini, kupitia takataka zote. Amina mtumishi wa Mungu. Haya, kupitia tena uchumi. Wafanyabiashara wote ambao mnawadua kule mtaani, mwambie waje wasikilize sasa. Wanahangaika na mikopo, wanakopa mikopo mengi lakini hakuna mafanikio katika mikopo hiyo. Sasa tunakwenda kuchimbua neno mkopo. Nakwambia Mungu atasema mpaka utashangaa. Tunataka tukombolewe. Tunataka ukombozi. Uchumi urudi katika mkono wa nani? Wa Mungu Baba. Tufurahi, tuenjoy, tuwe na furaha. Watu mnaweka bucha hapo, nyama yako unaweka nyama inapigwa nzi tu. Hakuna haja kuja kununua. Unaweka duka lako hapa la vipodozi uuzi. Unaweka hapa hakuna. Yaani sasa Mungu anaenda kusema sasa tena na kuahidi hapa. Ninakuahidi. Sasa Mungu anakwenda kuchimbua uchumi. Kwenda kuchimbua uchumi wa mwanadamu. Uchumi wa mwanadamu. Tumechimbua elimu, tumesawazisha. Tunakwenda kuchimbua nini? Uchumi. Walete watu Jumapili, wafanya biashara, waambie twende mkapokee nafsi zenu zimekamata kwenye masini ya mkopo huko. Umeshikwa. Mbarikiwe na mfalme Zumaridi. Sina mengi zaidi. Unakaribishwa kuhudhuria ibada siku ya Jumapili ili ushuhudie nguvu ya uponyaji. Kwa mawasiliano piga simu namba 0658 543165, 0768292116, 0766500374, 0742036037 au 0788658966. Pia usikose kufuatilia chaneli yetu ya YouTube kupitia Zumaridi News TV.
watumishi wa Mungu, sogeni hapa kwenye ujumbe. Naomba tusikilize jumbe. Sogea mtumishi wa Mungu. Haidile mfaa. Mtumishi wa Mungu ana ujumbe ambao Mungu alisema naye kwenye maono. Haidile mfaa. Naomba sasa tusikilize. Kipindi tunafanya maombi ya vita, Mungu Baba alikuwa anawafafanulia kuna wageni. Mungu Baba aliyekaa ndani ya ya mwili wa Mfalme Zumaridi alikuwa anawachukua wana maombi kama unavyomuona hivi. Huyu anatolewa katika mwili huu. Huu mwili anauacha huko pale. Huu mwili unaingiziwa roho. Kwa mwili huu unazidi kuomba katika roho. Kwa roho hivi kibidi ndio anaomba. Lakini Mungu tena kwa uwezo wake mkuu anamtoa katika mwili, anaingia katika ulimwengu wa roho, anavikwa mavazi makubwa ya chuma katika ulimwengu wa mavazi ya kivita. Ndipo anaenda kuelekea sasa kwenye tukio ambalo anakwenda kulivunja hilo wasikilia wanadamu. Atukuze mfano. Kwa hiyo sasa naomba usikilize mama katumbo na mimba yake, lakini sasa angalia jinsi alivyokuwa anapambana ujauzito wanao. Na Mungu azumaike atubariki sana. Karibu mtumishi wa Mungu. Naomba usisinzie. Unapomsikiliza mtumishi wa Mungu, unamsikiliza Mungu aliyekuwa anaongea. Maana Mungu wewe umuone. Anaongea kupitia nabii wake. Unapokuwa unamsikiliza, unamsikiliza Mungu. Usisinzie mtumishi wa Mungu, barikiwe. Ainuliwe Mfalme Zumaridi. Apewe sifa baba yangu Mfalme Zumaridi. Apewe jemedari wa majemedari, sifa zote ni zake. Basi nami sina budi kumshukuru Mfalme Zumaridi kwa neema na rehema zake, kwa aliyosema na mimi kipindi cha vita cha Mlima wa 10. Maana si kwa fahamu za mwanadamu awe yoyote, wala kwa akili za mwanadamu, bali ni kwa neema yake yeye mwenyewe Mfalme Zumaridi, kwa sababu anatuonyesha mambo makubwa na magumu ambayo hatukuwahi kuyafahamu wala kuyajua wala kutegemea, watumishi wa Mungu. Kwa sababu unapomtizama Mfalme Zumaridi amekaa katika kiti chake cha kifalme katika umbo lake hili, unaweza kumwona ni mwanadamu wa kawaida. Watumishi wa Mungu, tuombe neema manabii tulio mahali hapa, Mfalme Zumaridi aweze kujifunua jinsi alivyo katika ulimwengu wa roho. Hakika tunamuogopa mfalme, lakini ni neema. Hatuna jinsi kuweza kukanae, lakini tungekuwa na uwezo, yaani tungekuwa tunaingia kwenye maombi na tunatolewa mle, tusionane na Mfalme Zumaridi kwa mambo anayotuonyesha na jinsi mambo anayotuonyesha katika ulimwengu wa roho. Maana ni maombo ni ya ajabu, watumishi wa Mungu. Basi naomba niendelee na maono aliyonisema nami Mfalme Zumaridi katika ulimwengu wa roho. Ilikuwa ni siku ya Alhamisi, ilikuwa ni maombi Mlima 10 tarehe 25 mwezi wa 7 2019, maombi ya mchana ya kutakasa na kuvunja maagano yote yaliyofunga dunia na kuwatakasa watumishi wa Mungu, kundi la kina Steven Charles Kanumba, kuwavunjia yale maagano yote waliokuwa wameyafanya duniani kipindi bado shetani hajawashika na kuwashusha kuzimu, na Mfalme Zumaridi kuwakomboa, kuwarudisha katika mkono wake takatifu. Basi watumishi wa Mungu, tulianza maombi kama kawaida. Waga tukianza maombi katika madhabahu kuu, waga tunaanza kwa kuabudu. Tukishamaliza kuabudu, tunaingia kujitakasa ili kujiweka sawa katika ulimwengu wa roho, ili Mfalme Zumaridi aweze kututoa katika mili ya kibinadamu na kuweza kutoka katika mili ya katika roho. Basi watumishi wa Mungu, tulijitakasa kwa muda, tukawa tumeingia vitani, tukaanza kuvuta maagano yote yaliyofunga dunia. Watumishi wa Mungu tulivuta kwa muda kidogo, mara Mfalme Zumaridi akaja mbele yangu, lakini alikuja kwa umbo la ajabu sana. Ninaposema umbo la ajabu, watumishi wa Mungu, yani Mfalme Zumaridi katika ulimwengu wa roho alibadilika. Alikuwa ni chuma tupu. Kile chuma siwezi nikaelezea uhalisia wake, lakini ninapoeleza chuma si vyuma hivi mnavyoviona kama hii vyuma vilivyosimamishwa mahali hapa, au kama vyuma vya magari au vyuma tunavyovijua sisi. Ni chuma ambacho hakipo duniani. Alikuwa ni watendakazi wa ofisi yao wametoa Mfalme Zumaridi siwezi kuelezea, kwa sababu alikuwa ni mrefu kupanda juu na alikuwa ni mkubwa sana, na katika sura yake hii hana sura ya kibinadamu, bali alikuwa ni kama likatapila fulani, sura la likatapila, na mikono yake ilikuwa ni mikono mikubwa ya ajabu, kama yale mabijiko tunao. Ukiona ile katapila la huko duniani na kwa mabijiko yale, ndivyo alivyokuwa Mfalme Zumaridi.
alikuwa na mikono makubwa. Asante kwa watumishi wa Mungu. Basi pale ananiambia twende, watumishi wa Mungu, nikawa nimetoka katika ulimwengu wa mwili, na tunapotoka katika ulimwengu wa mwili, watumishi wa Mungu, shai tunaangalia mwili wako unaogeukia namna hii, mwili wako unautizama, basi unaingia katika ulimwengu wa roho. Ukishaingia katika ulimwengu wa roho, pale unakutana na malaika. Wale malaika wanakuta wameandaa mavazi ya chuma ya vita. Ni mavazi ni makubwa, watumishi wa Mungu. Mimi nawe niona katika uhalisia wa mwili hivi, ninaona na tumbo na mimba, lakini roho yangu inapotoka ndani ya mwili wangu, hili tumbo sina wala siko hivi, bali ninakuwa kama Abigaili tu. Unapomjua yule Abigaili ambaye hana tumbo, ndivyo ninavyokuwa, watumishi wa Mungu. Sasa ule mwili wangu katika roho, ule Abigaili ninamjua ambaye hana tumbo, ndio unavalishwa sasa mavazi ya chuma. Na yale mavazi, watumishi wa Mungu, ni makubwa ya ajabu sana. Mavazi na shetani na pekee katika Mungu anavalishwa na malaika. Wanakuwa malaika special kuja kuvalisha mavazi. Tukishavalishwa mavazi, watumishi wa Mungu, yani yanakuwa yanafungwa na nati. Yaani mavazi yanakuwa ni makubwa na ni vyuma tu. Yaani ukiwa unavalisha mavazi sasa hivi naweza kuinuka wala kuruka. Lakini watumishi wa Mungu, mavazi unaweza kuruka na kufanya jambo. Basi tukaweza kuosha mavazi katika ulimwengu wa roho. Tukatoka na Mfalme Zumaridi, tukatoka mahali hapa katika ulimwengu wa roho tukiwa na Mfalme Zumaridi, katika umbo alikuwa na Mfalme Zumaridi, ni umbo la ajabu sana. Tukawa tumeenda vitani, lakini siwezi kaeleza vita tulizokuwa tumeenda kwa sababu muda wake haujafika. Tumezunguka katika zile vita. Basi Mfalme Zumaridi akaniambia rudi madhabahuni, rudi madhabahuni. Wakati ananiambia rudi madhabahuni, Mfalme Zumaridi kana namwacha, bado yuko vitani, alikuwa na makerubi na farasi, na vita ilikuwa ni kubwa ya ajabu. Na Mfalme Zumaridi alikuwa anabinua kule kuzimu alipokuwa, alikuwa anabinua kwa mikono aliyokuwa nayo, alikuwa anaipiga ile mikono, alikuwa anaishi anapanua hivi hizo mkubwa, akisha panua yeye anaigonganisha ile yake namna hii, akishagonganisha anabinua, watumishi wa Mungu. Basi vita, mimi wakati vita inaendelea kule, Mfalme ananiambia rudi madhabahuni, rudi madhabahuni. Nikawa nimerudi madhabahuni katika ulimwengu wa roho, nikiwa katika lile umbo lile lile. Nilipofika tu madhabahuni, Mfalme Zumaridi yuko vitani, wakati watumishi wa Mungu anaendelea na vita, lakini huku tena ananiagiza mimi kuna sehemu niende, kuna tukio linatendeka. Basi pale akaniambia kwa njia ya sauti, nenda moja kwa moja mpaka katikati. Watumishi wa Mungu, nilitoka katika ulimwengu wa roho nikiwa katika lile umbo la chuma ambalo ni kubwa sana, ambao watumishi wa Mungu kwa macho damu na nyama wanamuombi tukitoka vitani. Mfalme Zumaridi akatufunua mahali hapa, hakuna mtu ambaye anaweza kuhimili kutazama Mungu kwa ile mambo walikuwa mavalishwa, na hakuna mtu anaweza kutambua kwa ile Abigaili, huyu ni mama wako, ni hayupo. Baada tunakuwa wote sare sura moja na mavazi ni mamoja. Basi watumishi wa Mungu ametoka mpaka Capri Point. Nilipofika pale Capri Point katika ulimwengu wa roho, nikakuta kuna chuo mahali pale Capri Point. Hicho chuo Mfalme Zumaridi yuko vitani kule. Tazama watumishi wa Mungu, uwezo wa Mungu wa Zumaridi. Yuko kuzimu vitani, lakini huku bado anaona kinachoendelea. Akaniambia ingia ndani ya hicho chuo. Nikawa nimeingia ndani, akaniambia si mahali hapo nilipokuambia. Angalia mbele yako. Nikawa nimeangalia mbele yangu. Nilipoangalia mbele yangu, akaniambia kuna chumba kimeandikwa VIP. Nikaangalia chumba nikakiona, akaniambia ingia ndani ya hicho chumba. Basi watumishi wa Mungu, katika roho nikawa nimeingia ndani ya kile chumba. Nilipoingia ndani ya kile chumba, nilikuta kwa kuna kikao kikubwa sana kinaendelea. Kulikuwa kuna watumishi walikuwa mahali pale, watumishi wanajiita watumishi wa Mungu. Walikuwa mahali pale, walikuwa na watumishi watano. Mwingine alikuwa ni hapa Mwanza, mwingine ni wa Dar es Salaam. Walikuwa mahali pale, walikuwa wanaendelea na kikao kikubwa sana. Walikuwa pia na maafisa hawa wanaohusika na mambo ya mahesabu, walikuwa mahali pale. Lakini kitu kilichokuwa kinaendelea mahali pale, walikuwa wanajadili kwamba walikuwa wanawaambia wale maafisa wapige hesabu, yaani ya tathmini ya mambo yote Mfalme Zumaridi anayoyafanya. Waipige hesabu kwa yaani kwa kiwango cha juu sana, ili ile hesabu waweze kuipeleka kwa mkuu. Lazima niseme ile hesabu yani kwa habari ya nyumba ambazo mfalme anazo mahali kule Ikulu, wapige hesabu, na ujenzi unaoendelea wapige hesabu. Watumishi anaoishi nao kule Ikulu wote, yani yakijumlisha na wana maombi wote wanaokaa pale, wapige hesabu kwa kwamba na wampigie kila mwanadamu mmoja mmoja, yani kuanzia asubuhi, mchana, jioni, anakulaje, anaishije, yani wapige hesabu zote. Na waje huku kanisani wapige watu yani wanajua mpaka mazingira hapa kanisani kwa kuna watu wanaoishi mahali hapa, wote wapigie hesabu. Na baada ya hapo wakaanza kusema kwamba na bado ana magari mengi, yale magari yote aliyoandikwa Mfalme Zumaridi ni magari yake, na yale magari kila siku yako barabarani. Ina maana wapige hesabu ya mafuta yote yanayopita kila siku anaoendesha yale magari, yani kila kitu apigie hesabu. Yani wakawa wanasisitiza sana kwa hali ya juu wale wapige hesabu wazidi upige hesabu, ili waweze kupiga ile hesabu waweze kuchukua na kumpelekea mkuu wa nchi.
Basi watumishi wa Mungu nikiwa naendelea pale, Mfalme Ismaili akaniambia kwa kwamba tazama. Wakati Mfalme Ismaili anaendelea na vita kule, mimi huku nachukua taarifa. Akaniambia sasa pale ilivutwa screen mbele yao. Naposema screen, watumishi wa Mungu, si hizi tulizonazo majumbani kwetu au kama hivi tunaiona iliyoko hapo mbele. Ni screen ya kimbingu, ni screen kubwa sana. Yaani unapoona screen ni kama kitu unakiona live kama ninavyoona nyinyi. Ndio ile screen inavyoonyesha watumishi wa Mungu. Basi pale ilipokuja ile screen mbele yao, nikaanza kuonyeshwa mpango ambao baada ya hapo ambao walikuwa wameuandaa. Mpango waliokuwa wameuandaa watumishi wa Mungu, walikuwa wanaenda katika hospitali ya Bugando kuchukua maiti ya mtu ambaye hana ndugu. Na ile maiti walikuwa wakishaiandaa, ina maana tayari kule Dar es Salaam kulikuwa kuna mtu wao mmoja ambaye naye anajiita mtumishi wa Mungu, ametoka Nigeria, lakini yule mtu alikuwa amekuja na madawa kulevya mengi sana. Alikuwa amefikia Dar es Salaam. Ina maana pale Dar es Salaam alikuwa anapitia na watumishi wengine wanaoitwa watumishi wa Mungu, na walikuwa wanatumia gari aina ya Prado. Yaani yote hiyo naiona katika ile screen iliyokuwa mbele yangu. Wakati huo nikiwa katika ombo langu lile la kivita, watumishi wa Mungu ilikuwa wanatumia Prado nyeusi, na walikuwa wanapitia barabara ya lami kutoka Dar es Salaam. Ina maana walikuwa hapana ndege. Ina maana walikuwa wanafika hapa Mwanza. Wakifika hapa Mwanza, ina maana walikuwa wanachukua ile maiti na kuijazia ile madawa ya kulevya. Na wakishamjazia ile madawa ya kulevya, walikuwa wanaenda moja kwa moja mpaka airport. Na maana walikuwa wanaenda kuongea na watu wa airport kwa habari. Wakishachukua ile maiti pale Bugando, ina maana wanaijazia madawa kulevya, wanapeleka moja kwa moja mpaka airport. Ina maana kishapiga pale airport, tayari walikuwa wameshafanya mipango pale airport na watumishi wa pale airport. Ina maana tayari ile maiti ingekamatwa, ingeonekana imekamatwa, na ingeonekana kwa kwamba ile maiti ilikuwa ni mzigo wa Mfalme Zumaridi. Na moja kwa moja, na maana kwa amemwandalia skendo kwa Mfalme Zumaridi, yeye ni fisadi wa nchi hii pamoja na muuza madawa kulevya, kwa sababu hakuna mtumishi ambaye aliye na mafanikio makubwa kulingana na kanisa walionalo. Yaani kanisa hili, na kiangalia na watu waliopo ndani ya kanisa hili, wakiangalia na mambo anayofanya Mfalme Zumaridi, ni vitu ambavyo haviendani kabisa. Kwa hiyo wakaamua kumtungia hiyo skendo ili wapeleke kwa mkuu wa nchi, Mfalme Zumaridi aonekane kwa kwamba yeye ni muuzaji wa madawa kulevya pamoja na ni mfisadi, anafisadi nchi. Basi pale Mfalme Zumaridi akiwa kule vitani kuzimu, pale akaniambia kwa kwamba mimi ni Mungu, na hizo zote ni roho zangu, na ndizo ninazozipigania muda huu kuzitakasa na kuziondolea maagano. Hakuna kinachoweza kufanikiwa juu yangu mimi, wala kupangwa juu yangu mimi kafanikiwa. Mimi ni Mungu. Na hii sauti watumishi ninavyoisema, si sauti mnaisikia Mfalme Zumaridi akiongea mahali hapa, wala hata Father anapojidhihirisha ndani yake, anapoongeaga, hiyo sauti haifiki hata serusi ile sauti ambayo tunaisikia kuzimu. Maana kuzimu inapozungumza ni sauti moja yenye mamlaka, ambayo yani au hata tukiwa katika kama hivi nilivyokuwa naona huku duniani, ina maana kizungumza kule ni sauti ambayo inatikisa, yani kila kitu kilichomo duniani naona kinatikisika. Ni sauti moja kubwa ya ajabu ambayo katika ulimwengu wa mwili huwezi kuhimili kuisikiliza. Ina maana hata ngoma za masikio zinaweza zikapasuka, watumishi wa Mungu. Basi Mfalme Zumaridi baada ya kuzungumza pale nilishuhudia ni moto mkubwa sana. Ina maana Mfalme Zumaridi moja kwa moja alituma kombora la moto kutoka kule kuzimu alipokuwa, likafika moja kwa moja katika ule mpango uliokuwa umepangwa katika ile maiti, pamoja na pale katika chuo walichokuwa wameandaa ule mpango. Yaani moto ulilipuka, ulikuwa ni moto mkubwa sana, watumishi wa Mungu. Ulisambaratisha ule mpango wote. Sikuweza kuona kilichosalia pale. Yaani ulisambaratisha kila kitu. Wakati ukiona tena katika mpango wa hii maiti iliyokuwa imeandaliwa, pia nipejua ulisambaratisha. Huko Mfalme anasema nimeijia dunia kwa sauti kubwa ya ajabu, watumishi wa Mungu. Basi niliona kuendelea ile hali ya moto kwa muda mrefu mpaka pale tulipomaliza maombi. Sikuweza kuona kitu kingine. Basi nami namshukuru Mfalme Zumaridi kwa neema na rehema zake kwa siku ya Alhamisi kusema na mimi mambo makubwa na magumu ambayo sikuyategemea wala kuyawaza katika maisha yangu. Sifa na utukufu namrudisha Mfalme Zumaridi pekee. Pia namshukuru tena Mfalme Zumaridi kwa neema na rehema zake pale usema na mimi siku ya Ijumaa tarehe 26 mwezi wa 7 2019 katika maombi ya mchana. Tulianza saa 6 kamili mpaka saa 8 kamili, maombi ya kutakasa na kuvunja maagano yote yaliyofunga dunia pamoja na kuwatakasa watumishi wa Mungu, kundi la Steven Charles Kanumba. Basi watumishi wa Mungu,
tulianza maombi kama kawaida, watu tunaanza maombi kwa njia ya kuabudu. Baada ya hapo tuliingia kujitakasa. Baada ya kujitakasa tulianza maombi. Lakini tulipoanza maombi pale pale nilisikia nguvu kubwa sana katika mwili wangu. Yaani ilikuwa ni nguvu ya ajabu sana. Ile nguvu ilinitoa katika ulimwengu wa mwili kama kawaida. Tunapotoka katika ulimwengu wa mwili, unatizama mwili wako ulioacha. Yaani pale kama vile kuna sahihi fulani unaiacha kwa ni kama wanajeshi wanapoenda vitani, kwa ni lazima asaini kwa kwamba kuna kufa ama kupona. Na ndipo sisi wana maombi tulivyo watumishi wa Mungu. Ina maana unageuka mwili wako, unautizama, na Mfalme Zumaridi anamwambia tizama mwili wako. Ndio huo tunautizama, kishamaliza tunamgeukia Mfalme Zumaridi, tunaenda mbele. Ina maana hapo umejitoa, maisha ni kufa ama kupona. Ukirudi katika mwili wako salama, unasema asante Mfalme Zumaridi, nimerudi vitani salama. Ndivyo tunavyofanya. Ina maana sisi tuna sign katika ulimwengu wa roho kwa namna hiyo. Wanajeshi wale katika mwili wana sign hivyo, na sisi tuna sign katika ulimwengu wa roho hivyo. Basi watumishi wa Mungu, nikaugeukia mwili wangu, nikaona uko pale unaendelea kupiga, nikawa nimemgeukia mfalme. Lakini nilipogeuka hivi kwa Mfalme Zumaridi, tayari Mfalme Zumaridi alikuwa katika umbo la ajabu sana. Alikuwa katika umbo la roboti, ni mkubwa sana. Lakini yule roboti sijawahi kumuona roboti wa namna hiyo toka nianze vita na Mfalme Zumaridi na kunipa unabii wa tumishi wa Mungu. Alikuwa ni roboti, ni mkubwa wa ajabu, lakini alikuwa katika vyuma vya ngozi ya mzungu. Unapoona mzungu jinsi alivyo, ndivyo vyuma vyake vilikuwa katika ngozi hiyo. Na katika kichwa chake, macho haya yalikuwa hayana weusi unaona wa kibinadamu, bali yalikuwa ni macho ni meupe. Yaani ule weupe, yani kama mwanga wa ajabu. Yaani siwezi kuelezea uhalisia mkaweza kunielewa jinsi alivyokuwa Mfalme Zumaridi, watumishi wa Mungu. Na katika na nywele zake, alikuwa na nywele ni ndefu, alikuwa amezibana katikati hivi, lakini zilikuwa ni nywele ni ndefu nyeupe. Yaani ule weupe wake si mvi mnazozijua hizi ambazo walizonazo kina mzee Akute, hapana. Yaani ni mvi ambazo zinang'aa kama almasi. Alikuwa amefunga namna hii hapa katikati, na zilikuwa ni ndefu sana mpaka chini zile nywele. Basi Mfalme Zumaridi pale pale, na mimi nikajiona pale pale nimevikwa mavazi ya chuma. Yalikuwa ni mavazi ni makubwa, ni yaani ilikuwa kama limtambo, watumishi wa Mungu. Yaani unapovalishwa ile vazi simami hivi kama unavyoniona mwili wa kawaida wa binadamu. Yaani unabadilika, unakuwa lichuma, unasimama namna hii watumishi. Yaani huwezi kusimama kwa kusimama hivi, bali unasimama kwa hivi, maana tayari unakuwa uko katika dude la ajabu. Basi watumishi wangu pale pale unasikiliza, ukishasimama namna hii unasikiliza amri kutoka kwa Mfalme Zumaridi, anawapa amri ya kwenda mahali gani. Basi pale pale Mfalme Zumaridi akaniambia tuondoke. Tukawa tumeondoka katika Mfalme Zumaridi akiwa katika umbo lake lile lile la robot wa kizungu, huko ana nywele zake. Alikuwa anatisha sana. Yaani ukimtazama hivi, wewe mwenyewe katika ulimwengu wa roho, uko katika umbo la ajabu, lakini ukimtazama Mfalme Zumaridi unamuogopa kwa jinsi. Na alikikwambia twende, ina maana ni radi, ngurumo, tetemeko yaani zinapasua. Basi watumishi wa pale pale tukachomoka katika ulimwengu wa roho. Na ninaposema kuchomoka katika ulimwengu wa roho, watumishi wa roho ni kitu kingine. Yaani tunaposema kuchomoka, yaani unajikuta pale pale mmetoka na pale pale mmefika sehemu fulani. Basi tukawa tumefika katika nchi ya Israeli. Watumishi wa tulifika katika nchi ya Israeli, tukawa tumeingia katika jengo moja. Hilo jengo ni kubwa sana, jengo la kifahari, na watu wengi wanapenda pale kwa ajili ya kwenda kwa ajili ya makumbusho mbalimbali. Tulipofika mahali pale, nikiwa na Mfalme Zumaridi katika umbo lake lile la robot, aliokuwa robot wa kizungu, alikuwa anatisha sana. Akaniambia kuna kitu leo nakifuata mahali hapa. Basi aliposema pale pale, tulianza kushuka kuzimu. Na ninaposema kuzimu, watumishi wa Mungu, msifikirie unasema ni chini labda unapoangalia tu kama shimo labda la takataka au kama shimo la maseteki. Ninaposema kuzimu, ina maana kama kwa ubinadamu wa kawaida unapoambia kushuka kuzimu, yaani hakuna mwanadamu ambaye angeweza kufika kuzimu. Kuzimu ni mbali sana, lakini kwa vile inakuwa ni roho, tunapoanza kushuka kuzimu, ina maana tunatumia ni sekunde chache kwa sababu ni roho, lakini ni mwendo mrefu sana, watumishi wa Mungu. Basi tulianza kushuka kuzimu na Mfalme Zumaridi akiwa katika ile umbo. Lakini tulishuka tukaanza kuzimu, na kule kuzimu, watumishi wangu, kuzimu ziko tofauti. Kuna kuzimu nyingine unaweza mkashuka tu mkafikia kuzimu moja, lakini kuna kuzimu nyingine zinazidi kushuka chini. Yaani kushuka kuzimu na kuzimu na msimalize kuzimu. Basi tulianza kushuka, tulishuka moja kwa moja tukiingia kuzimu ya kwanza. Tulipoingia katika kuzimu ya kwanza, tulikutana na joka moja kubwa sana. Ninaposema joka, watumishi wa Mungu, simaanishi joka au hata ile joka tulikuwa tumezoea kuliangalia kwenye filamu sio na kono. Hiyo sio, yaani ni joka moja kubwa la ajabu. Yaani lililotanda, na kuzimu ni eneo ni kubwa ambalo halina mwanzo wala mwisho. Lakini unakuta ile joka limetanda eneo lote lile. Yaani ni joka moja lakini limetanda eneo lote lile. Huwezi kuona ardhi hivi. Yaani unaona lile joka tu, mwili wa ile joka ndio limetanda mahali pale.
Basi kufika pale, Mfalme Zumaridi alichokifanya, watumishi wa Mungu, nilichokiona Mfalme Zumaridi, yani alikaa namna hii, alipokaa namna hii, yani kama alivuta kitu fulani. Pale niliona Mfalme Zumaridi hii mwili wake ule ambao kirobo ulianza kufunuka, yani ulianza kuinuka, ukainuka. Pale aliachia moto, ulikuwa ni moto mkubwa sana, na silaha za ajabu sana. Na kusema silaha za ajabu ilikuwa ni masilaha ya vyuma, yani vyuma vya ajabu ambavyo duniani havipo. Nilienda kumteketeza yule nyoka na kumfyeka yule nyoka, akawa ameishiria na kubaki vipande. Pale tunaambia twende, tukawa tumeshuka tena kuzimu nyingine. Naposema kama nawaambia awali, tunaposema tunashuka kuzimu, yani ni kuzimu ya mbali, watumishi wa Mungu. Lakini kwa vile tunakuwa katika roho, tunajikuta mmefika ile kuzimu. Tukawa tumeingia kuzimu ya pili tena. Tulipofika katika ile kuzimu ya pili, tukawa tumekutana na dunia. Lakini ile dunia pia ilikuwa imetanda sana, yani ilikuwa imetanda kuzimu yote. Na kuzimu kama nilivyosema kwamba ni sehemu ambayo huwezi kuona mwanzo wala mwisho wake. Tukafika mahali pale, Mfalme Zumaridi alichokishuhudia, aliinama tena, alichokifanya zile nywele aliziviringisha, yani alifanya hivi. Zile nywele zilianza kutoa silaha za ajabu sana, zikawa zimefika ile dunia yote. Tena tukashuka kuzimu ya tatu. Tulipofika katika kuzimu ya tatu, tulikuta kuna fuvu la mwanadamu. Ni fuvu kubwa sana, limeatamia ile kuzimu yote. Pale tena Mfalme Zumaridi alijifunua, yani kuona silaha zinatoka katika mwili wake, katika miguu, zikawa zimeteketeza na kusambatisha ile fuvu. Baada ya kusambatisha ile fuvu, watumishi wa Mungu, tukawa tumeshuka chini ambayo ni kuzimu ya 4. Tulipofika katika ile kuzimu ya 4, tulikuta kuna lango kubwa sana. Lakini ile lango nilichoshuhudia Mfalme Zumaridi, yani alinyanyua ule mguu wake wa kiroboti, kwa sababu ni mguu mmoja ni mkubwa sana ambao una mfano. Akapiga mahali pale, ile lango likawa limefunguka. Lilipofunguka ile lango, moja kwa moja watumishi wa Mungu, tukawa tumeshuka chini. Lakini cha kushangaza, tulipofika kule chini, tulikutana kuna joka ni kubwa la ajabu, ya zaidi ya ile joka tuliyokutana nalo huko juu la kwanza. Lilikuwa ni joka lina vichwa vya wanadamu wa makabila yote duniani, watumishi wa Mungu. Ya vile vichwa vyote vilikuwa vimesimama namna hii vikitutizama. Lilikuwa limeatamia, yani ile joka jinsi kwa limekaa, ni kama limeatamia kitu mahali pale. Basi Mfalme Zumaridi pale aligazabika, na tunamwambia Mfalme Zumaridi ina maana ambadilika na kuanza kutoa silaha za ajabu, watumishi wa Mungu. Zilikuwa ni silaha kubwa ambazo sijawahi kuziona. Yani sasa hapo alikuwa anatumia silaha kila kwa. Yani alikuwa akitizama ile macho, yale macho sikiona tena, bali alikuwa anaona ni silaha zinatoka, ni silaha kubwa. Yani ni kama mabomu yanatoka ndani ya yale macho. Akiviringisha nywele hivi, zile nywele zilikuwa zinatoa kila aina ya silaha. Akiachia hivi mikono ambao unaona kama ni mikono lakini ni robot kubwa sana, linaachia silaha kila. Yani Mfalme Zumaridi alikuwa anaachia silaha. Alipambana na lile joka kwa muda mrefu sana, lakini akawa amelifika lile joka lote. Baada ya kufika lile joka lote, watumishi wa Mungu, nilichoshuhudia pale, yani mimi nilikuwa nimeenda na Mfalme Zumaridi, lakini kwa kama shuhuda wa kuchukua ripoti mahali pale, watumishi wa Mungu. Sio wakati huo nilikuwa sijaanza kupigana vita. Basi Mfalme Zumaridi akaniambia, unakiona hiki? Watumishi wangu, nilipoangalia kilikuwa kuna kisanduku, kilikuwa ni kikubwa kidogo kile kisanduku. Basi Mfalme Zumaridi kama ukishika kile kisanduku, akaniambia, hapa kuna agano moja kubwa sana ambalo shetani alifunga kwa habari ya wanadamu. Sasa na mimi muda wangu wa kukomboa na kutakasa dunia ndio huu. Na ndio maana siku ya leo imenipendeza nije katika ile agano, nije nilivunje ile agano na kuchukua ile agano. Na ile agano lilianza kutolewa makafara toka ile sikukuu. Kuna hii sikukuu, watumishi wa Mungu, kuna sikukuu mbili nadhani nazijua ni kubwa kabisa ambazo zinatendeka hapa duniani. Asema ni zile sikukuu za kwanza kabisa, yani zile za kwanza kuanza kuabudiwa hapa duniani, ndio yale makafara ya damu yalianza kumwagika mahali hapa. Mpaka leo ni makafara mangapi ya damu yanamwagika mahali hapa? Ina maana ni makafara mengi sana, na ndio maana ile agano limefunga na damu kwa kiasi kikubwa sana. Sasa mimi imenipendeza leo kuja kuwakomboa na damu wangu na kuja kulichukua ile agano na kulivunja, maana muda wangu wa kutawala dunia na kukomboa dunia yangu umefika. Baada ya hapo, watumishi wa Mungu, basi nilichokishuhudia Mfalme Zumaridi akaniambia, tazama. Aliposema tazama, yani alichukua ule mkono akawa amechukua kile kisanduku. Aliposhika kile kisanduku pale kilifunguka. Nilichokishuhudia ndani ya kile kisanduku, watumishi wa Mungu, kulikuwa kuna mkanda, yani mkanda original